والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الأعزاء، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فلقد فاز المتقون. إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إخوة الأعزاء، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فلقد فاز المتقون. Wapendwa Waislamu, nawahusia pamoja na kujihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu. Hakika wamefaulu wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'ani takatifu: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Umedhihiri uharibifu na ufisadi nchi kavu na baharini kwa chumo la mikono ya watu. Liyudhiqahum, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaonje wao baadhi alladhi, kwa baadhi ya yale ambayo amilu, waliyafanya. Aya hii ambayo tumeanza nayo pamoja na nyingine tutakazozisoma, maudhui yetu ya leo kulingana na aya hii na zifuatazo inasema maudhui: tusidharau madhambi. Tusidharau madhambi. Huenda ikawa mtu anadharau dhambi, lakini dhambi zina athari kubwa katika maisha ya mwanadamu. Ndio Mwenyezi Mungu akasema maneno haya: kumedhihiri uharibifu nchi kavu na baharini. Kisa na sababu ni nini? Bima kasabat aidi nnas, ni kwa kile kilichochumwa na mikono ya watu. Kwa hivyo makosa tunayoyafanya, dhambi tunazozitenda, ndizo ambazo zimedhihirisha na kueneza na kuleta kwa wingi uharibifu katika nchi kavu na uharibifu baharini. Hata katika anga pia kuna uharibifu kwa sababu ya madhambi yetu tunayoyafanya. Kwa hivyo tusidharau madhambi tukasema ni hili moja tu au tukasema ni hili dogo tu. Haya yote yatatuletea sisi uharibifu katika maisha yetu, yatatuletea uharibifu katika afya zetu, yatatuletea uharibifu katika tangamano letu, na katika mambo yetu yote tutakuwa na uharibifu. Bima kasabat aidi nnas. Mwenyezi Mungu asema liyudhiqahum, ili kuwaonjesha wao nini? Kuwaonjesha hiyo fasadi katika ardhi, kuwaonjesha hiyo fasadi katika bahari na kwengineko. Kwa nini? Mbona aonyesha? Ba'dha ma amilu, kwa baadhi tu ya walioyatenda. Na je, ingelikuwa ni kwa kila lililotendwa, ingelikuwa kuna tabu kubwa. Mwenyezi Mungu asema ba'dha ma amilu, baadhi ya yale walioyatenda ndiyo dhiki hii ilowashukia wanadamu. Si kwa yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ameleta dhiki na tabu katika dunia, ni kwa baadhi tu. Je, lao tungekuwa kwa kila tunalotenda ovu tutachukuliwa hatua, kwa kila ovu tunalolitenda tungekuwa twapewa adhabu na tunaletewa uharibifu baharini na nchi kavu.
tungeishi vipi sisi? Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza hapa Mwenyezi Mungu anasema la'allahum yarji'un, kwa haya anayotuletea ya dhiki, kwa hizi tabu anazotuletea, pengine kwenda tukaleta fikra tukarudi nyuma, Mwenyezi Mungu akatutengenezea hali zetu. Hapa tunapewa uhakika tufahamu ya kuwa hazitaondoka dhiki, hazitaondoka tabu, hautaondoka uharibifu mpaka turudi kwa Mola, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema la'allahum yarji'un, henda wao wakarudi nyuma, yani na mimi niwaondolee hizi tabu, uharibifu, haya mazito. Mtume akatutahadharisha akituambia, na hadithi hii tulisoma katika Ijumaa iliyopita, iyyakum wa muhaqqarati dhunub, na watahadharisha nyinyi na kudharau madhambi, na watahadharisha nyinyi, yani nyinyi masahaba wangu na kwa ujumla nyinyi ummati wangu, musidharau madhambi. Anasema hilo la kudharau madhambi amalipokea Imam Ahmad, fa inna mithla muhaqqarati dhunub, hakika mfano wa wale ambao wanadharau madhambi, kamathali qaumi, ni kama mfano wa watu nazalu batna wadi, walioteremkia katika jangwa, fajaa hadha bi'udi wa hadha bi'udi, huyu akaja na kikuni chake na mwingine akaja na kikuni chake, hatta anqaju ta'amahu, mpaka wakaivisha chakula chao, hatta anqaju khubzahum, mpaka wakaivisha mkate wao. Wa inna muhaqqarati dhunub, hakika hili la wenye kudharau madhambi au tabia hii ya kudharau madhambi, mata yukhadhu biha sahibuha yumliku, wakati wowote watu wanapoichukulia ile dhambi wakawa wanaitenda na huku wanadharau, basi mwisho wake huja ikamwangamiza. Basi mwisho wake Mwenyezi Mungu anapoamua kuwaadhibu waliodharau madhambi, basi huwa ni mwenye kuangamiza. Haya ndiyo matokeo, na hii ndiyo tahadhari ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Innal maasi, jamaa, hakika maasiya khatarun ala al-abdan, yana hatari katika viwiliwili, wal qulub, na katika nyoyo, wa atharuha dhahir, na athari yake haya tuliyoyasema kwamba yana athari katika nyoyo, na vile vile yana athari vile vile katika mwili, yanaleta hatari, yako wazi wazi ala al-awtani, katika miji yetu. Twaona walojikita katika maasiya, walojifunika na maasiya, walojipamba kwa maasiya, tunaona matokeo yanayowafuatia. Waangalieni walevi wanaoendelea na ulevi, famadha yati baada dhalik, lipi linakuja baada ya hapo katika viwiliwili vyao. Waangalieni waliojipamba na wizi, lipi linalotokea baadaye kwa viwiliwili vyao. Yaangalieni yale ambayo watu wamejipamba nayo, mfano wa zina, watu waliojipamba na zina, ni yapi yaliyotokea katika viwiliwili vyao. Magonjwa tofauti mazito yanayokosa dawa ni maasi, na haya ndiyo aliposema Mwenyezi Mungu kwamba watu wakiamua kuyashikilia, basi baadaye yanayokuja ni maangamivu. Kwa hivyo athari ya hatari katika vile hili tunawashuhudia walevi walivyo, tunawashuhudia wezi, tunawashuhudia wazinifu,
vilivyo vyao. Vile vile yako wazi katika miji wa fi shuubi, na katika mataifa tunaona mapesa chungu mzima huchangiwa kwa sababu ya ukimwi, zinatolewa dola na dola sababu ya ukimwi, au kuangaliwa mayatima walioachwa na wazazi wao waliokufa kwa ukimwi, au walioachwa na wazazi wao kwa sababu ya ulevi. Pesa chungu mzima zinatoka. Lao yangelikuwa mambo kama haya yameepukwa na Mwenyezi Mungu akatutengenezea ulimwengu wetu, tungelikuwa pesa hizi zinazochangiwa kwa matokeo kama haya, tungekuwa tufanyia mengine kuliko haya ambayo tunayafanya. Hatusemi kuangalia mayatima walioachwa na wazazi waliokufa kwa ukimwi ni makosa, ni sawa, lakini twasema yalau lingelikuwa limeepukwa hili na kibati hiki Mwenyezi Mungu akawa ametuepushia, pesa hizi zinazotoka katika ulimwengu zingefanywa mengine ambayo pia ni muhimu katika maisha ya wanadamu. Ni pesa ngapi zinazotoka kuangaliwa mateja na wengine? Leo ingelikuwa ili limeachwa, pesa hizi zingetumiwa kwa mengine, kuelimisha na kujenga na kufanya mambo mengi ya manufaa. Lakini sasa nyingi zinakwenda huko kuliko kwenda katika maendeleo. Vile vile hayo maasi, baada ya kuwa ni yanaleta athari katika mwili, na tunashuhudia katika miji na katika mataifa, wahia jalibatun, hayo maasi yanaleta bishururi, shari, walmasaibi, na misiba, analeta na misiba. Fayatasibu, kwa hali hiyo, fayatadayyaku al-umur, mambo yanakuwa mazito, maisha yanakuwa mazito. Leo tunalalamika uzito wa hivi, maisha yamekuwa hivi, maisha yamekuwa hivi. Tusisahau Mwenyezi Mungu amesema bima kasabat aydin nas. Hayo yote yalotokea, uzito wa maisha, dhiki za kimaisha, ni kutokamana na chumo la mikono ya watu. Hadithi kama hii tuliyoisoma, tukisonga mbele tuangalie nani anayechangia zaidi. Kwanza anayechangia ni sheitani kumhadaa mwanadamu, na yeye mwenyewe atamruka mwanadamu kesho ya Kiyama, amwambie Mwenyezi Mungu alikuahidi na mimi nilikuahidi. Mwenyezi Mungu aliwaahidi nyinyi viumbe na mimi nikawaahidi, mimi nikawaapia. Nilipowaapia mukaniamini mimi, mukayaacha ya Mwenyezi Mungu, msinilaumu mimi, jilaumuni nafsi zenu. Sikuwa mimi ni mwenye kuwaokoa nyinyi na adhabu ya Mwenyezi Mungu, wala nyinyi hamuwezi kuniokoa mimi. Kwa hiyo kila mmoja ajitegemee mwenyewe, ndio kusudio. Kila mmoja ajilaumu mwenyewe, siwezi kuwaokoa katika adhabu na nyinyi hamwezi kuniokoa katika adhabu. Kila mmoja angalie nafsi yake. Haya ni maneno ya sheitani ambayo Mwenyezi Mungu ameelezea hikayatan fil Qur'an, katika Qur'an, na kesho Kiyama atayasema kweli. Angalia alipokuwa na hadaa, alipomhadaa baba yetu na mama yetu, baba yetu Adam na mama yetu Hawa, wakati alipowaapia. Kwanza amewaambia kwamba nyinyi hamkuzuia kula katika huu mti isipokuwa mtakuwa malaika wawili, au mtakuwa mtaishi milele hapa peponi. Hili ndilo ambalo mmezuiwa, mkila mtabakia milele na mtakuwa malaika, au mtakuwa malaika. Fadalla waqasamahuma, na akawaapia kwamba hivi ninavyowaambia ndivyo ilivyo. Fadallahuma bighurur. Kwanza amewaambia wakasa, Mwenyezi Mungu asema waqasamahuma inni lakuma la minan nasihin, na waapia mimi
fadallahuma bighurur. Iblis akawateremsha wao katika toa ya kumtii Mwenyezi Mungu kuja kumtii yeye. Alipoonja kutokana na mti, badat lahuma sawatuhuma, mara wakatokwa na nguo wakabakia uchi. Ghurur alitumia kwa wazazi wetu Adam na Hawa. Isitoshe akaja Mwenyezi Mungu kutuonyesha Iblisi anamng'ang'ana na sisi tusimtii, tukaja tukapata tabu hapa duniani. Katika vita vya Badri, Iblisi alitumia ghururi nyingine kama anavyoeleza Mwenyezi Mungu, wa idhayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Kumbuka shaitani alipowapambia hawa makafiri, hawa wanadamu, a'malahum, matendo yao. Faqal, akawaambia, la ghaliba lakum al-yawm, nyinyi hamwezi shindwa leo, minan nas, kutokana na watu. Nyinyi mna jeshi la kisawasawa. Na ni kweli, ukiangalia ni kweli kabisa. Iweje watu 1000 waweze kushindwa na watu 313? Haingii akilini. Ni kama kusema kila mwanajeshi mmoja atapigwa na wanajeshi 2-3, kisha kuna na ziada ya baadhi ya watu. Kuna 100 standby ambao watakuwa wanawasaidia hawa wanajeshi 3 kumpiga mwanajeshi mmoja. Tukiangalia, lakini Mwenyezi Mungu ni mweza, na Iblis anatumia uhadaa wake kuwahadaa wanadamu ambao ni hamtoshindwa nini kulingana na jeshi mlilonalo na hawa watu kidogo. Fakala la ghaliba lakum al-yawm minan nas wa inni, tena hakikisho jingine, na waambia hakika mimi jarun lakum, nitakuwa na nyinyi. Sio kwamba nawaelekeza na wapa habari na wapa moyo kisha kando, nitakuwa pamoja na nyinyi. Wa inni jarun lakum. Falamma taraatil fi'ata, yalipopambana makundi mawili yakawa yanaonana, basi nakasa ala aqibi, alirudi nyuma kwa visigino vyake. Huyo ashawahada, amewavutavuta mpaka amewaleta katika uwanja. Sasa iwaondoka alipoliona jeshi la Waislamu na malaika wameteremshwa kuwasaidia Waislamu. Wakala, na akasema, inni bari'un minkum, mimi niko kando na nyinyi. Bali aliwaambia inni jarun lakum, niko pamoja na nyinyi hapa katika uwanja. Ayana inasimama, ambia inni bari'un minkum, mimi niko kando na nyinyi. Kwa hivyo alianza duniani, sio akhira pekee yake. Niko kando na nyinyi. Inni, hakika mimi, ara ma la taraw, na kiona msichokiona. Inni akhafu Allah, mimi namcha Mungu. Wallahu shadidul iqab, Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Huyo akawaacha, na lilotokea ni kule sasa kupigwa makafiri pamoja na wengi wao na kuuawa wengi miongoni mwao. Hili ni lingine ambalo tunaonyesha ghururi ya shetani katika madhambi, kumsukuma mwanadamu. Ndio Mwenyezi Mungu asema, kama thali shaitani in qala lil insani kufur, kama mfano wa shaitani alipomwambia mwanadamu kufuru. Falamma kafara, pindi alipokufuru yule mwanadamu, qala, alisema Iblis, inni bari'un minka, mimi niko mbali na wewe. Inni akhafu Allah rabbal alamin, mimi humcha Mungu Bwana wa walimwengu wote. Yakulu Abu Hurairah, asema Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yanzilu albala, haishuki mitihani na balaa, illa bidhambi, isipokuwa kwa madhambi yakizidi, basi mitihani na balaa za kila aina ndipo zinapoteremka. Wala yurfa'u albalaa,
wala haizondoshi balaa na mitihani illa bitauba, isipokuwa kwa tauba. Hizi tunazoziona balaa zilizotukabili ni madhambi tulionayo. Ikiwa tutakapoziona zimetuondokea, basi tutubuni kwa Mwenyezi Mungu kama alivyotwambia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fal-izza au al-izz, basi utukufu na hatu kupata izz fi taa, iko katika taa. Wadhullu, na unyonge na kuwa madhaifu fil maasiya, ni katika maasiya. Tunapomwasi Mwenyezi Mungu tutabakia wanyonge, tunapomtii Mwenyezi Mungu tutapata izza. Huu ni uhakika utokao kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu asema, man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Yoyote ambaye aitaka izza, ataka ushindi, ataka utukufu, basi kwa Mwenyezi Mungu ndipo penye izza yote. Izza katika mali, izza katika dini, izza katika uongozi, izza katika utawala, izza katika kuwa na mambo mazuri mbele ya viumbe wote. Falillahi al-izzatu jamia, ni kwa Mwenyezi Mungu. Indama nudhi'u, wakati tutakapomtii, wa natba'u awamira, na tukafuata maamrisho yake, wajtanabna nawahihi, na tukaepuka makatazo yake. Fallahu subhanahu wa ta'ala sayu'izzuna, Mwenyezi Mungu atatupa izza, wawe watu wanatutambua na wanatuheshimu zaidi. Wa sahibul ma'siyah, mwenye maasiya dhalilu. Jitu asi siku zote ni dhalilu. Hata ukamuona matembezi yake ya gari au ni ya meli au ni ya ndege, yeye ni dhalili siku zote. Wa in tadhahara bil izz, hata kama atajidhihirisha na izz, yeye ni dhalili. Kana Ibrahim bin Adham yaqul, Ibrahim bin Adham alikuwa akisema, alikuwa akisema Ibrahim Adham, Allahumma, ewe Mola, unqulni, nihamishe mimi, niondoe mimi, min dhulli al-ma'siyah, katika unyonge wa maasiya, ila izzi ta'atika, unipeleke katika utukufu wa taa yako. Kwa hivyo yule anayetii ni mtukufu, anachukua izza, anapewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Saa zote ni vyema uombe dua za Mwenyezi Mungu akupeleke karibu katika taa yake, au akupeleke katika taa yake, na uombe akuondoe katika kumwasi yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu, hakika wale wanaompinga Mwenyezi Mungu, wanaompiga vita Mwenyezi Mungu, wa rasulahu, na mtume wake, ulaika fil adhallin, hawa ni katika wanyonge. Mwenyezi Mungu ndiye aliyetoa hakikisho hilo. Kataba Allah, Mwenyezi Mungu amepitisha, la aghlibanna ana wa rusuli, nitashinda mimi na mitume wangu. Huyu aliyesema hivi ni Mwenyezi Mungu. Lazima uamini, umtii Allah, na Mwenyezi Mungu ametoa hakikisho ushindi uko kwake na mitume yake. Wale wanaompiga vita Mwenyezi Mungu, wanaongangania maasiya, wako katika udhalilifu, kwani Mwenyezi Mungu mwisho wa malizia sema, inna Allaha qawiyyun aziz, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu tena mshindi. Wanasema waliosema katika washairi na watu wa hikma, raaitu dhunuba tumitu al-quluba, nimeona madhambi kufisha nyoyo. Mtu wa madhambi akiendelea na madhambi, moyo wake unakuwa sawa na moyo wa maiti, haoni yale machafu. Raaitu al-quluba yumitu, raaitu dhunuba yumitu al-quluba,
Raaitu dhunuba tumitu alquluba, nimeona madhambi hufisha nyoyo. Wakad yurithu dhulla idmanuha, na hakika hurithisha unyonge na udhalilifu kule kuendelea na madhambi. Moyo hufa na ukiendelea basi hukurithisha unyonge. Kisha sema watarku dhunub hayatul qulub, kuacha madhambi ndio uhai wa moyo. Hizi nyoyo kuwa hai ni kule watu kuacha madhambi. Wa khairul linafsika isyanu, basi ni kheri kwa wewe kuyaasi hayo madhambi, uepuke hayo madhambi, itakuwa nafsi yako inapata kheri. Yakulu Ibn Abbas, tukimalizia tunamalizia na maneno ya Ibn Abbas radiyallahu anhu, asema an ashabi dhunubi wa ta'at, kuhusu watu wa madhambi na watu wa toa. Asema radiyallahu anhu, at-ta'at ta'a, inna at-ta'ata, hakika ta'a nurun fil wajh, huleta nuru katika uso. Mtu anapokuwa ni mtu wa toa huwa anapata nuru usoni mwake, wa nuru, na vile vile kupata nuru fil qalbi wal qabri, moyoni na kaburini mwake anapata nuru. Ndani ya moyo unapata nuru. Tara at-ta'at, utaziona toa usikimbilie kuzifanya. Unapomwona mtu anakimbilia kufanya khairat, jua moyo wake ushafungua macho ya moyo yako wazi. Na kumbuka kitambo sana tulisoma hadithi ambayo inathibitisha kwamba moyo una macho mawili. Sasa macho yale huwa yameona ile nuru, takimbilia kufanya dua, basi inajaa nuru katika moyo. Wal qabr, na kujaza nuru katika kaburi. Wa quwwatan fil badan, na kuleta nguvu katika mwili. Wasi'atan fil rizq, na ukunjufu katika riziki. Wa mahabbatan fi qulubi al-ibad au qulubi al-khalq, na mapenzi katika nyoyo za waja. Haya ndiyo yanayoletwa kwa wenye toa. Mwenyezi Mungu humjalia akawa na nuru usoni, nuru moyoni, nuru kaburini mwake, na nguvu katika mwili, na upanufu wa riziki yake, na mapenzi katika nyoyo za waja. Kisha asema wa inna lil ma'siyati, na hakika maasiya nayo yanayo sawadan fil wajh, huleta weusi katika uso. Wallahi hili ni kweli, na wanadamu huzungumza mara nyingi. Waweza kumsikia mtu sema hata uso wake umbadilika kwa maasiya hii. Tuambiana sisi kwa sisi wanadamu. Kwa hivyo sawadan fil wajh, huleta weusi katika uso. Wa dhulmatan fil qalbi wal qabr, na giza moyoni na kaburini. Giza moyoni ni kule kwamba yeye haoni mema. Kila ukimwelekeza katika toa azunguka. Kila ukimpa nasaha kwamba hebu achana na mimi, wewe utaniambia nini bwana? Wacha tule starehe, wacha nifanye nitakavyo. Ni kwamba giza limekabili moyo wake, hauoni kheri. Wa dhulmatan fil qalbi wal qabr, na kaburini pia atakuwa na giza mtu wa maasiya. Kisha anasema wa dha'afan fil badan, na udhaifu katika mwili. Wa dhiqan fil rizq, na dhiki katika kuitafuta riziki. Wa bughdan fi qulubil khalq, na utukivu katika mioyo ya wanadamu. Haya ndiyo matokeo anayoyapata mtu wa maasiya. Huwa anatukiza riziki yake ya dhiki, japokuwa katika macho yako wamuona kwamba ana raha katika riziki. Na la mwisho ni kwamba hapa umeambiwa wa bughdan fi qulubil khalq,
na utukivu katika nyoyo za waja, na Mwenyezi Mungu atuepushie matukivu katika nyoyo za waja, atupe mapenzi katika nyoyo za waja, atupe mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na atuepushe kuwa kando na madhambi na maasi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.